Mimi ilikuwa muda wa saa 11 za asubuhi. Nikaona mume wangu amekuja, amepiga mlango. Na mimi nikaamka, nikaja nikamwangalia, akafungua mlango, akakaa ndani. Alipokaa ndani akaniambia, "Nenda niletee ile kamba yangu." Akamwambia, "Humu ndani hamna kamba." Alipokuwa amekaa akaniambia, "Hebu toka hapa nenda ukalale." Nikaenda nikalala. Nilipokuwa nimelala, nikasikia kuna nguo zilikuwa kwenye kamba hapo ndani. Ile kamba ameikata. Nikasikia nguo zimedondoka chini. Hapo roho ikaruka. Iliporuka akamenifungia mlango. Alipokuwa amenifungia mlango, nikaita katoto kangu alikokuwa kamelala. Kalipokuwa kamelala, kaja kanifungulia mlango. Nilipokuwa nimeamka, nikaangalia, nikakuta mimi najitundika kwenye kamba. Nikatoka hapo, naenda napiga yowe, waje kunisaidia. Nikafika huko kwa baba mkwe, akaja akanisaidia. Ndio hicho mimi nilichoona wa kweli. Ilikuwa siku ya Jumamosi muda wa saa 11 za alfajiri, ndipo mkazana wangu alikuja nyumbani kwangu akipiga yowe. Akasema, "Mume wangu nataka kujinyonga." Ndipo tukaja tukakuta amekishatundika kamba. Tulijofika hapa nikamuita barozi, akawahi kufika. Basi tukamnyang'anya ile kamba, tulimnyang'anya. Basi tukakaa naye tukimuuliza maswali, "Ni sababu gani inakusababisha kujinyonga?" Hakuweza kusema lolote lile. Basi ndipo tukaita uongozi kuanzia ngazi ya kitongoji na ofisi ya kijiji ikaja katusaidia. Wakatoa uamuzi kwamba tumpeleke kituoni. Ndani ya familia hamna mgogoro wote ule, ndani ya mji wake hamna mgogoro wote ule, isipokuwa tunamshukuru Mungu tu. Mimi mwenyewe baada ya kufika, nilifika nikaanza kupambana na wazazi wale. Baada ya hapo tukatengeneza tatizo na ndugu yake. Baada ya hapo zilifika saa 12 tukawa tumeelekea kulala, tukaona naye ametulia. Baada ya hapo asubuhi nilipigiwa simu najiandaa kwenda msibani. Napigiwa simu kwamba bwana, tatizo limetokea tena, bado yule kijana ameamka na kasi nyingine. Ilibidi nije, nilipokuja nikakuta watu wengi kweli wapo wanaangalia tatizo lile. Sisi tukashughulika, tukapambana vya kutosha, kabidi nimpigie mwenyekiti wa kitongoji naye akaja. Baada ya hapo mwenyekiti wa kijiji naye akawa ameshajua tatizo lile na akanipigia, wote wakawa wamefika sasa. Baada ya kufika tulichukua jukumu moja la kuwasiliana na mtendaji, akatuambia sasa huyu bora tumpeleke kituo cha polisi bora angalau akapelekwe kwenye vipimo. Baada ya pale tulienda tukampeleka. Baada ya pale mapolisi wakasema sasa wanamweka ndani ili basi angalau akili iweze kutulia mara moja. Tulimwacha kule, wakatuambia turudi Jumatatu ndio leo. Tulivorudi kweli mambo yameenda vizuri na wametupa mtu wetu tukamleta hapa nyumbani. Ila sasa mimi nashukuru ninyi kama watangazaji kufuatilia tatizo hili, na washukuru sana, na mwe mnahamasisha wananchi kule, na sisi pia kwa kusaidiana na ninyi pia na sisi, ili tuone kwamba hao watu sasa mwelekeo wao kuishi vizuri unaweza kawepo mara moja. Nilipopata taarifa hii ilibidi nimpigie simu baba wa huyo kijana, akaniambia nije nimsaidie kwa tatizo hilo. Nimekuja, nimefika nyumbani kwa kijana, nikakuta kijana amejifungania ndani. Alipojifungania hivyo niona, akasema mwenyekiti umefika. Akafungua, akatoka nje, tukamhoji, nikamuuliza, "Ulikuwa na mgogoro na mke wako?" Akasema hapana. "Ulikuwa na mgogoro na baba yako?" Akasema hapana. "Una madeni?" Akasema hapana. Sasa baada ya hapo akaendelea kusema ni lazima jambo langu lifike. Sasa nilivyosikia hivyo, mimi kama mwenyekiti wa kitongoji, mlinzi wa amani, ikabidi sasa nimtafute mwenyekiti wa kijiji ili aje anisaidie tatizo hili. Baada ya kufika mwenyekiti wa kijiji, aliona tatizo ni ligumu, tukashauriana, tukamuita mtendaji tukashauriana, akasema tumpandishe kituo cha polisi angalau akatulize akili huko. Sasa baada ya kumpandisha kituoni walimpokea vizuri, wakasema wanamtunza mpaka Ijumaa ngapi, turudi Jumatatu. Basi ilipofika Jumatatu ikabidi twende tukamwangalia, wakamtukabidhi, wakasema wameshaongea naye, hakuna tatizo lingine, hata kama akirudi huku hamna shida yote ile. Kwa kweli
linasikitika sana kuhusu swala hili la kijana mdogo sana kuhitaji kujinyonga, huku hana madeni, huku hana migogoro yote ile. Nimefikiria paka nimekosa majibu. Labda nishukuru sana na hata vyombo vya radio kuja kuchukua habari hizi. Kweli nimeona kweli mnatupenda kuendelea kutufuatilia na kujua changamoto zilizopo ndani ya vitongoji na vijiji na kata. Ilikuwa siku ya Jumamosi muda ya saa 2:30 nikapigiwa simu na mwenyekiti wa kitongoji kwamba nije nimsaidie kwamba kuna kijana anataka kujinyonga. Nikamuuliza kwa ameeleza sababu ni nini. Ananiambia kwamba anasema kwamba anataka ajinyonge kwa sababu yeye anapotafuta afanikiwe, kwamba anamuonyesha mtandao wa kufanikiwa. Basi alipopewa kwamba sasa vile vigezo ndio vimesababisha kufanya jaribio la kujinyonga kwa sababu masharti yamekuwa magumu. Basi mimi nikamwambia mwenyekiti wa kitongoji kwamba sasa kama ni hivyo, hebu jaribu sasa mtoe nje, asiendelee kubaki ndani humo peke yake, anaweza kafanya kweli akajinyonga. Wakafanya jitihada wakamtoa nje. Mimi nilikuja nikakuta yupo nje hapo, nikawa kuona hali yake ile, nikaona ni hali ya hatarishi. Anatambua watu lakini maelezo yake ni kupania kujinyonga. Basi nikachukua jukumu kwamba sasa huyu ili asalimike, bora tumpeleke kituo cha polisi ili angalau ashikiliwe pale, anaweza kafanywa uchunguzi zaidi au akatulia akili zikarudi. Kijana kweli anasisitiza kujinyonga, kwani walipomnyang'anya hizo kamba nikiwepo aliamwita mke wake kwamba msiji uko wapi uniletee begi langu, kwani kwenye begi kuna pesa ambazo hizo pesa mchukue pesa muende mniletee banafosi 3, kwamba mimi naona niachelewa. Sasa baada ya kusikia hayo maamuzi ya kwamba aletewe banafosi ajirahisishe kabisa, ndio maana tulichukua ile maamuzi kwamba sasa huyu mtu anaweza kujinyonga kweli au akajua kutumia mbinu nyingine yote ile. Kwa taarifa hiyo na mimi nilikuta hivyo kwamba alionyeshwa mchongo kwamba kuna njia rahisi ya kufanikiwa. Sasa alipoenda kule kwamba nasikia yeye akataka kutoa mke wake na mtoto, lakini vigezo vikawa vinataka baba yake na mama yake na ndugu yake. Sasa aliporudi sijui alifikiria akaona sasa hilo ni gumu, ndio akapelekea sasa kuwa na msongo wa mawazo kupelekea kujinyonga. Nadhani hiyo ndio iliyomsababisha hivyo. Wito wangu kama mwenyekiti, maisha wasiwe na maisha ya kuharakisha, badala yake wafanye kazi ili wafikie maendeleo wanayotaka, sio kuparamia mambo hayo ya kwamba kuna milango ya kupata mafanikio bila kufanya kazi.